Beni 2026, tumaini katika dunia inayoyumbayumba. Ndugu yangu ambaye unaendelea kutufuatilia, ninaamini unaona watu wanapita wanaingia hiki na kile katika jiji hili la Beni. Kanisa la Waadventista wa Sabato limeandaa mikutano ya majuma mawili ikisema kwamba dunia ya leo inayumbayumba na jiji la Beni hili liko katika dunia hii inayoyumbayumba. Sasa kanisa hilo likapanga matumaini, likapanga kuleta ujumbe wa matumaini katika jiji la Beni. Basi ndugu yangu ambaye unaendelea kutufuatilia, ndugu yangu ambaye umesikia kanisa la Waadventista wa Sabato linakupenda, ndo maana nilisema ni vizuri nalo lilete habari njema katika jiji hili la Beni ili upate kufaidika pia. Ndugu, kanisa la Waadventista wa Sabato kutoka katika eneo tofauti, Lukanga, Butembo na nafasi zingine, zimeandaa mkutano mkuu, na mkutano huo unapokuja utakuja kufaidika mambo mengi. Uzingatia hili, tunakuwa na vituo vitatu katika jiji la Beni. Kituo cha kwanza kinapatikana katika nafasi ya Kanzuli. Unapofika katika hotel ya Lac Vert utatanisha kuna kituo pale, kuna kuwa na mafundisho mengi utakayofaidika. Kwa pili, unapofika katika kituo kinachokuwa katika Isdale, pale kanisa la Waadventista wa Sabato limeandaa kituo kingine kwa ajili yako. Nafasi ya tatu limetia kituo katika nafasi ya Gongolio. Ndio maana tumesema jiji la Beni ni kubwa, wakagawa vituo vitatu ili upate kufaidika. Lakini swali lililoko ni hili, tutafaidika nini? Tutakachofaidika ndugu yangu ni hiki: kanisa la Waadventista wa Sabato linaelewa namna gani dunia ya leo inavyoyumbayumba, na inachosababisha dunia iyumbe ni hivi vitu. Zingatia, na unapokuja kila siku utafaidika. Kitu cha kwanza, watoto wetu hawafunzwi. Watoto wetu wanakomaa katika mazingira yasiyokuwa mazuri. Ndio maana kanisa la Waadventista wa Sabato likapanga mpango wa kufundisha watoto. Nikimaanisha nini? Unapokuja na familia yako kuungana nasi katika mikutano yetu, kuna kipindi cha watoto. Watoto wanafundishwa namna gani watakavyokomaa katika maadili, katika njia za Kristo, katika njia ya kumtukuza Mungu. At least Kristo anapokuja, sisi na familia zetu zote tumurithi ufalme wake. Pia kuna mafundisho kuhusu afya. Biblia imetuambia hauwezi ukafanikiwa katika maisha yako jambo lolote lile ikiwa hauna afya njema. Utanikubalia hilo? Lakini kiukweli kanisa la Waadventista wa Sabato linasema dunia imeyumbayumba kwa sababu watu hawajielewi tena kuhusu afya zao. Watu wanakula vibaya, wanakunywa vibaya, wanatembea vibaya, hawana mapumziko. Ndio maana kanisa la Waadventista wa Sabato kunakuwa na kipindi cha afya. Unapoadia kila siku utafaidika na kupata mafundisho hiyo ya afya. Kwa sehemu ya tatu, kuna kipindi cha kaya na familia. Ndugu yangu, ninakualika, kipindi cha kaya na familia kinakuwa pale kwa njia ya kutusaidia ndoa zetu ziishi katika maadili mazuri ili zipate kudumu milele, zipate kudumu katika amani. Na pia zinatusaidia mafundisho ya kaya yetu kusaidia namna gani vijana wetu wa kisasa wanaweza kujiandaa ili wapate kuingia katika ndoa, na ndoa itakayodumu milele. Ndio maana tunakualika upate kufaidika haya mafundisho. Ndugu, watu wengi wanalalamika, ndoa yangu haina amani, natamani wewe kama mtu fulani. Njoo katika mikutano yetu, utajua siri inayosababisha ndoa yako ipate kuwa na amani. Pia kanisa la Waadventista wa Sabato linaelewa kwamba dunia ya leo inayumbayumba kwa sababu watu wengi hawaelewi namna gani ukweli ulivyo. Ndio maana wakasema ukweli wa Biblia. Leo kwa majuma mawili haya kanisa la Waadventista wa Sabato limeamua kutoa vituo vitatu katika jiji la Beni. Wataonesha ukweli wote kuhusu maandiko matakatifu. Acha kusita. Njoo uwe na swali yako, changamoto, tatizo inayokusumbua kuhusu ukweli wa Biblia. Leo unatiwa wazi, swali lako litapata nafasi. Kuna muda wa kujibu maswali, kuna muda wa kutosha changamoto za watu katika vichwa vyao. Naamini kuna kitu ambacho kinakusumbua. Ndio maana tunakualika kuungana nasi katika mikutano yetu. Unapowadia utafaidika mengi na Mungu atazidi kukubariki. Lakini mbali na hayo, kanisa hili
hilo limeandaa katika vituo hivyo vitatu katika jiji la Beni. Ni kuanzia mida ya saa 8:30 mpaka mida ya saa 11:15. Tunakualika kuwa nasi katika mikutano na Mungu atakubariki. Zingatia, ni kanisa la Waadventista wa Sabato linaleta habari ya matumaini, ni kwa ajili yako. Ndugu, Mungu anakupenda na Mungu anatamani upate kuadia katika mikutano ili upate kufaidika mengi. Hili ni kanisa la Waadventista wa Sabato. Leo ni maandalio, mikutano inafunguliwa rasmi ni kuanzia kesho asubuhi kwa ibada kamili katika Sabato takatifu ya Mwenyezi Mungu. Inaendelea mpaka majuma mawili, na majuma hayo mawili yanapomalizika itakuwa ni kwa ajili yako. Kanisa wameacha kazi zao, ni kwa ajili yako wewe. Mungu anakupenda. Leo kanisa la Waadventista wa Sabato limeleta habari ya matumaini katika dunia inayoyumbayumba kupitia kijiji hili la Beni. Beni imeyumbayumba kwa kutokujua ukweli. Ndugu, ukweli sasa umekuja. Beni 2026, tumaini katika dunia inayoyumbayumba. Usipange kukosa, Mungu anakupenda.